Tuko na creational theory na mythical theory. Ndio. Kwenye sayansi watakwambia binadamu alianza na Homo habilis ambaye alikuwa anatembea kama nyani. Ndio. Baadaye akaja sijui kama na yeye mpaka akasimama. Lakini kwenye Biblia watakwambia Mungu aliumba. Ndio. Kwa wewe unaamini gani? Wanasayansi wanatuambia hii na kuna hii kwenye Biblia, unaamini gani? Mimi naamini ya Mwenyezi Mungu. Unaamini ya Mwenyezi Mungu? Ndio. Kama unaamini ya Mwenyezi Mungu, mbona usiamini Mwenyezi Mungu alimfanya Maria akamzaa Yesu? Kama wewe kweli unamwamini Mwenyezi Mungu. Hiyo sisi tunaamini ni neno lilitoka kwa Mwenyezi Mungu na kuambiwa zaa. Akazaa pasina kuingiliwa. Na ndio akaitwa Yesu. Nikurudisha nyuma kidogo. Hebu tuende vizuri ndugu yangu. Nikurudisha nyuma kidogo. Nikurudisha nyuma kidogo. Tuanze vizuri. Ndio. Kuna Biblia na Qur'an. Ndio. Vitabu hivi. Ndio. Unaamini kipi? Qur'an. Ndio. Mmekuwa mkitusomea Biblia kutuhakikishia, kumaanisha kwamba nyinyi pia mnaamini Biblia, ndio maana mlikuwa mnatusomea kutuhakikishia kilichoandikwa. Ngoja, sipeani maiki kwanza. Barikiwe sana. Ngoja. Tulia. Umetulia. Ni hoja. Kweli. Weka hoja yako. Haya, kwenye sura ya 3 aya 19 sura Al-Imran inasema nini? Nataka usomee kwa Kiswahili na Kiarabu. Soma. Inasema kwa jina la Mwenyezi Mungu mwenye kuneemesha neema kubwa na neema ndogo. Ndio. Inna dina 'inda Allahi al-Islam. Naam. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يغفر بالله بآيات الله فإن الله سريع الحساب. Naam. Inasema bila shaka dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Muislamu. Mpe. Waliopewa kitabu Anataka hapo mpe. Dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu Ni Uislamu. ni Uislamu. Ndio. Ni wapi inasema kwamba hizi dini zingine sio haki mbele ya Mwenyezi Mungu? Sababu nyinyi mnanukuu Qur'an pekee yake, kwamba sababu imesema hii ndio dini pekee ambaye ndio mbele, na hata sio haki, hakuna jina haki hapo. Tuanzie hapo. Imesema tu dini ambao, yani dini mbele ya Mwenyezi Mungu ni Qur'an. Si kweli? Ni Uislamu. Na hakuna haki. Hapo kwa haki ndio Sasa ndugu nataka. yangu, swali lako ni gani? Nauliza hivi, ni wapi Qur'an inasema Ukristo sio dini mbele ya Mwenyezi Mungu? Hiyo sio swali. Ulikuwa uniambie kati ya Mungu na Maryam nani kamzaa Yesu? Tulimaliza hapo, nikaambia Hapo hatujamaliza. Kwa sababu kuna akili nataka iniingie. Mungu alimzaaje Yesu? kupitia, yani Mungu yeye, unajua Mungu ni muumbaji, si kweli? Ndio. Hata kwenye kuumba Mungu alikuwa anasema let there be. Ndio. Wacha iwe na ikue, na inakuwa, si ndio? Kwa sasa Mungu yeye anataka kutupa mwanake wa kipekee. Ametuma Roho yake Mtakatifu kwa Mariamu akazaa Yesu. Kwani shida iko wapi? Kwa hivyo ni roho, sababu Mungu angebeba ujauzito akamzaa Yesu. Kwa hivyo Mungu hawezi akazaa, ni Roho alituma Ni Roho Mtakatifu. alituma kwa nani? Kwa Maryam. Ndio, kwa hivyo ni Roho ilitoka kwa nani? Si kwa Yesu. Kwa Mungu ikakuja kwa Maryam. Kwa hivyo ni Roho ilitoka kwa nani? Sio Roho, yani alituma Roho Mtakatifu Akaenda kwa nani? kwa Mariamu. Barikiwa sana, mpe mic. Yana mic. Ndio tu. Kwa sababu Mungu hawezi akazaa, ni Roho ilitoka kwa Mwenyezi Mungu. Kumwambia zaa, ukazaa sina kuingiliwa. Kumaanisha Yesu ni mwana wa Mungu. Hiyo ndio inamaanisha Yesu ni mwana wa Mungu. Yes. Mpe ule. Mpe. Yesu anakataa kuitwa mwana wa Mungu. Kuanzia leo ujue. Luka 9:18. Luka 9:18 hapo Luka 9:18. Natoa leo. Nilikuwa nisitoe lakini natoa. 9:18. 9:18. Ndio. Hamna cha inasema hivi. Naam. Ikawa alipokuwa akisali kwa faragha. Ikawa watu walipokuwa kisali kwa faragha, Wanafunzi wake walipokuwa pamoja naye. Yesu alikuwa na wanafunzi wake pamoja nao. Akawauliza, Ndio. je, makutano hao wanasema ya kuwa mimi ni nani? Swali kama ile katika Mathayo. Yesu anauliza makutano haya usema ya kuwa mimi ni nani? Wakamjibu, wakisema, Ndio. Yohana Mbatizaji. Wengine. Lakini wengine, Ndio. Elia. Wengine. Lakini wengine, kwamba mmojawapo wa manabii wale wa kale
unasema ya kwamba mimi ni nani? Sasa na hao wanasema kuwa Yesu ni nani? Endelea. Petro akamjibu, Yule Petro sasa akasema ndiwe Kristo wa Mungu. Hapa hajasema ndiwe Kristo mwana wa Mungu. Hapa amesema ndiwe Kristo wa Mungu. Sawa, Kristo wa Mungu. Endelea. Akawaonya, akawakataza. Akawakataza. Simwambie mtu neno hilo. Kwa hivyo kuita Yesu mwana wa Mungu, Yesu aliwaonya. Yesu aliwaonya. Imesema. Walimu wangu simeandikwa. Luka 9:11 amekataa. Mkristo wa kwanza kukataa Biblia. Kwanza juu mwenye kukaa. Walimu wangu, acha niwapeleke mbinguni. Tuone kama Yesu akiwa mbinguni, matendo ni mwana wa Mungu ama ni mwana wa nani? Matendo ya Mitume 7:55. Wacha tuwaoneshe takbir. Wanakataa. Ukiwa Mkristo mzuri, lazima upige Biblia. Wacha tusome basi. Wacha tusome. Acha andiko isomwe. Wacha tusome tuwapea maandiko. 7:55 nasema lakini akijaa Roho Mtakatifu. Huyu ni Stefano, lakini Stefano akijaa Roho Mtakatifu akakaza macho yake akitazama mbinguni. Wewe ndugu yangu angalia. Stefano akakaza macho kuangalia mbinguni, akauona utukufu wa Mungu. Ndio. Na Yesu akisimama upande wa mkono wa kuume wa Mungu. Yesu amesimama upande wa mkono wa kuume wa Mungu. Akasema tazama. Ndio. Naona mbingu zimefunguka. Stefano anasema tazama naona mbingu zimefunguka na mwana wa Adamu. Mwana wa Mungu. Na mwana wa Adamu. Mwana wa Mungu. Na mwana wa Adamu. Kwa hivyo Stefano aliona Yesu akiwa mwana wa nani? Mwana wa Adamu. Nao wanasema Yesu ni mwana wa nani? Ni wa Mungu. Maliza andiko. Inasema hivi. Ndio. Inasema lakini yeye akijaa Roho Mtakatifu akakaza macho yake akitazama mbinguni akaona utukufu wa Mungu. Ndio. Na Yesu akisimama upande wa mkono wa kuume wa Mungu. Yesu amesimama upande wa mkono wa kuume wa Mungu. Akasema tazama. Ndio. Naona mbingu zimefunguka. Ndio. Na mwana wa Adamu. Mwana wa Adamu. Mwana wa Adamu amesimama mkono wa kuume wa Mungu. Kwa hivyo Yesu akiwa mbinguni ni mwana wa nani? Adamu. Na hao wanasema ni mwana wa nani? Wa Mungu. Ni imani ya kina nani? Mpe. Ni imani ya kina tumalizie. Kwa sababu hiyo maneno wanayasema, wanaiga kwa nani? Wale waliokuwa wakiyafuata. Qurani 18 yake ya 4. 18:4. Qurani 18:4. Sadaka. Mtapewa maiki. Maiki unapewa. Wasabato mtapewa maiki. Unapewa. Inasema kwa jina la Mungu inni nakiwaonye. Hii Qurani inasema nakiwaonye. Nakiwaonye. Ndio. Wale wanaosema. Qurani imekuja kuwaonya wale wanaosema Mwenyezi Mungu amejifanyia mtoto. Ukisema Mwenyezi Mungu amejifanyia mtoto, Qurani inakuonya. Endelea. Wao hawana elimu juu ya jambo hilo. Ukisema Yesu ni mwana wa Mungu una elimu. Wala baba zao hawana ujuzi juu ya jambo hili. Ndio. Na wanajisemea tu. Neno kubwa hilo linatubalo katika vinywa vyao. Ndio. Hawasemi ila uongo tu. Kwa hivyo wakisema Yesu ni mwana wa Mungu ni uongo. Qurani 3:45. 3:45 inasema. Ndio. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwenye kuneemesha na makubwa kubwa na ndogo ndogo mwalimu. Barikiwa. Inasema mwalimu wanasema ile uongo tu. Inasema mwalimu. Naam. Nimefika. Inasema kumbukeni. Waliposema malaika Mariamu. Hii maneno ni ya huyu ndugu yangu huyu mwenye ametoa ule. Huyu amesema. Hebu sikiliza. Kumbukeni waliposema malaika. Waliposema. Ndio. Ewe Mariam. Ndio. Mwenyezi Mungu anakupa habari njema za kumzaa mtoto bila ya mume. Kwa hivyo Mariam alipewa mtoto na Mwenyezi Mungu bila ya mume. Hiyo iko kabisa kweli. Bali kwa kutamka neno tu litokalo kwake. Kwa hivyo ni neno. It's a word. Ilitoka kwa Mwenyezi Mungu. La kukuambia. Ukazaa pasi na kuingiliwa. Mariamu hakuingiliwa na mtu akazaa kwa sababu litamko limetoka kwa Mwenyezi Mungu. Endelea. Jina lake ni Masihi Isa mwana wa Mariamu. Kwa hivyo Yesu, sisi Waislamu tunasema litamko lilitoka kwa Mwenyezi Mungu, lakini si Mwenyezi Mungu kamzaa Yesu, kwa sababu kazi ya Mungu ni kuumba. Nyinyi Waislamu iko sawa? Ni kuumba. Nyinyi Waislamu. Tumpe nani? Kila mtu anaongea hapa. Mpe huyu. Nyinyi Waislamu nasema hivi, iko sawa? Utaniona nikipinga. Kazi ya Mungu ni kufanya nini? Biblia imeniambia ni mwana wa Mungu na nimekutembeza, kwa hivyo ndio nakuuliza twende vizuri sasa. Maandiko hayo yote. Twende vizuri. Maandiko tumetoa vizuri kabisa na yamesomwa. Kazi ya Mungu ni kufanya nini?
Ni kuumba ama ni kuzaa? Mungu anafanya chochote. Kila kitu. Mungu anazaa Kila kitu. Mungu anazaa. Kuzaa Mungu ni kike ama kiume? Kuzaa aje? Sasa hapo ndio unafaa tueleze. Mungu ni wa kike ama ni wa kiume? Kama anazaa Yesu ina maana ni wa kiume. Okay, tunaongea kuzaa ama kuzalisha? Ni sema. Kuna kuzalisha na kuzaa. Si sema. Wewe unazaa. Ndio, kwa sababu mwanaume ndiye akona nasaba. Kwa hivyo ndio unazaa. Mwanaume mbegu yake ndio inapenya. Kwa hivyo ndio unaenda wewe. Ni damu yake, na ukiangalia Kenyatta wakati kusijui wapi kulichomeka huko. Watu walifanywa DNA. Watu wengi waliwacha watoto zao. Kwa hivyo wewe ndio unaenda wewe. Kwa sababu damu ya mwanaume ndio inapenya, sio ya mwanamke. Wewe ndio unaenda wewe. Mwanaume ndiye anatoa mbegu. Wewe unajifungua. Mtoto ni wa mwanaume. Mtoto ni wa mwanaume. Sasa Yesu ni mtoto wa nani? Yesu kulingana na Qur'an, mtoto wa Mariamu. Mariamu alikuwa mwanaume tena. Ni neno. Okay, Mariamu alikuwa mwanaume. Zawadi. Hata wewe ni neno. Hata wewe ni neno. Kila mtu ni neno. Kila mtu ni neno. Mwalimu wangu. Yakobo 1:17. Hata yeye ni neno. Wanakuamilia macho huko kanisani wapi? Inasema hivi. Hata yeye ni neno. Ngoja wewe. Yakobo 1:18 inasema hivi. 17. Tulieni mkaangwe. Mbona mnakimbia? Tulieni. Tulieni mpigwe. Tulia. Mtapewa maiki. Tulieni mtapewa maiki mjini. Haya basi, anavaa kutoa kuliko kwema. Anasema anavaa jacket. Kila kutoa kuliko kwema. Kila kutoa kuliko kwema. Ndio. Na kila kitolewacho kilicho kamili. Kutoka juu. Ushuka kwa Baba wa mianga. Kwake hakuna kubadilika. Wala kivuli cha kugeuka. Endelea. Kwa kupenda kwake mwenyewe. Kupenda kwake Mungu yeye mwenyewe. Alituzaa. Nini? Alituzaa. Nini? Sisi kwa neno la kweli. Tuwe kama limbuko la viumbe vyake. Kwa hivyo sisi zote tumezaliwa kwa neno. Mpe. Anani? Yule ambaye ametuzaa ni Mungu ametuzaa kwa neno. Naye ametuzaa Mungu kwa neno. Sisi ni kwa neno. Wana wa tumezaliwa kwa neno. Kwa hivyo sisi ni wana wa. Hatuwezi kuwa wewe ukiwa mwana wa Mungu na unapanda gari. Ona huyu. Ukiwa mwana wa Mungu na mwana wa Mungu upanda gari. Unafaa upande. Unaenda wale malaika waliokuja kuokosha Shadraka na Meshaki na Abednego walikuja dakika ngapi? Hata wako waliza second. Wewe unapanda gari unasema wewe ni mwana wa Mungu. Unalipa rent, wewe ni mwana wa Mungu. Wewe huyu wapi huyu? Okay, sasa mwana wa Mungu hawezi akakuwa na cheo kama hiyo. Mwana wa Mungu akitaka kwenda Amerika, na siku na ndege unaenda. Wewe waacha. Unalipa fare uende Amerika. Kwa hivyo uende bure. Wewe waacha wewe. Mwana wa Mungu hafai kuwa hivyo. Mungu mgani? Kwa hiyo hizi ndege, magari, simu aliyotupa akili ya kutengeneza ni shetani. Sasa hiyo maneno yako hiyo. Mbona unaogopa unaposema wewe si mwana wa Mungu? Kwa sababu ukisema wewe ni mwana wa Mungu katika maumbile, kazi ya Mungu ni ya kuumba. Anasema maumbile ya kuzaa. Anasema maumbile sawa. Biblia andiko ambalo umesema sisi tumezaliwa kwa neno. Kwa hivyo tunapozaliwa na neno na Mungu, kwa hivyo sisi ni nani kwa Mungu? Watoto wake. Sasa kama mimi ni mwana wa Mungu, mbona inakusumbua sana tukisema Yesu ni mwana wa Mungu? Mbona ikusumbui? Mimi nisumbui. Hainisumbui kwa sababu Mariamu na Mungu ametumia neno likaingia kwa Mariamu. Sawa Haya. Hali nyingine hiyo. Haya, alafu ulikuwa umesema sisi si watoto wa Mungu, sivyo? Mimi nakuuliza hivi, hii hewa yenye tunatumia sasa hii ni ya mama yako ama ni ya babako? Hebu nikuulize ndugu yangu. Wewe umezaliwa? Mimi nimezaliwa. Uko na baba na mama? Niko nao. Si ndio? Ndio. Wao ndio waliokuzaa ama ni Mungu? Wote wamenizaa. Ndio wamekuzaa? Qur'ani 49:13. Sikia kenye kilifanyika. Kuna shida gani? Kuna shida gani? Niambie, kuna shida gani kunizaa? Kwa wasasi kuna shida gani? Sasa Qur'ani 49:13. Unaenda na maandiko hapo, sio utoe yako. Pia utoe yako. 49:13. 49:13. Unajua nakwambia kule kanisani wapi maiki inasema, naam, enyi watu, kwa hakika tumekuumbeni nyote na wa yule mwanaume mmoja Adamu. Unasikia kwa Mungu anasema kwa hakika tumekuumbeni nyote wa
mbalimbali. Ndiyo. Ili mjuane tu basi. Endelea. Sio kumkejeliane. Ndiyo. Hakika heshimiwae sana miongoni mwenu. Ndiyo. Mbele ya Mwenyezi Mungu ni yule amchaye Mungu zaidi katika nyinyi. Mpe. Ana. Kwa hivyo sisi tumetokana na nani? Adamu ni nani? Adam na Hawa. Adamu ni nani? Mtu wa kwanza kuumbwa na Allah. Nani alimuumba? Mungu. Alafu Alimuumba ama alimzaa? alimuumba. Na baada ya kuumbwa wakaambiwa zaa. Masane ndio Na ndio wewe na mimi tukapatikana. Lakini hili la Yesu ni neno, ni miujiza ilifanyika. Nani amekwambia hivyo? Ni miujiza ilifanyika. Miujiza ilifanyika. Uamini ni miujiza? Leo unasema Umeshawahi ona? Ngoja ndugu yangu. Umesema sio miujiza? Mungu alimuumba. Twende vizuri. Sio miujiza ile. Twende one. Twende vizuri. Sio miujiza ile. Endelea na kusikiza. Ni miujiza ama sio miujiza? Endelea na kusikiza. Hayati hivyo. Umesema Yesu kuzaliwa kwake sio miujiza. Kwa sababu nimekutolea andiko, Adam na Hawa waliumbwa na Mwenyezi Mungu na wakaambiwa wazaane. Mimi na wewe tukapatikana. Lakini huku kwa Yesu ni muujiza. Ni neno ilitoka kwa Mwenyezi Mungu na kumwambia zaa, akazaa pasina kuingiliwa. Si ni kweli? Si ni kweli? Ule ni muujiza ulitoka wa kumzaa Yesu. Si ni kweli? Si ni kweli? Kwa sababu mwanamke hawezi akapata mtoto bila ya mwanaume. Kweli au uongo? Kweli. Si ni kweli? Kwa sahihi kweli. Si kwa sahihi, hata sahihi. Hata nyuma hakuna mwanamke hawezi akapata mtoto bila ya mwanaume. Ndio nakwambia ule ni muujiza uliofanyika. Neno likatoka kwa Mwenyezi Mungu la kumwambia Maryam zaa, akazaa pasina kuingiliwa. Na jina lake mtoto huyo akaitwa Yesu. Na ndio nakwambia Yesu ndiye anamjua Maryam. Ndio maana jina la Mungu liko na nguvu, ndio maana. Okay, kwa sasa hivi sasa niambia maybe mwanamke mwenye apati mtoto umwambie sana. Atazaaje na apati? Ndio nakwambia neno la Mungu liko na nguvu. Wako wewe mimi Yesu kwa sasa. Barikiwa sana kwa sababu umesema neno la Mungu liko na nguvu. Ule ni muujiza ulifanyika. Maryam akazaa mtoto na ambaye ni Yesu. Ni muujiza. It's a miracle. So sifai kuamini Kuamini aje? Ufai kuamini aje? Ufai kuamini hivi, Yesu kusema ni mwana wa Mungu, Mungu hazai. Ni muujiza ulitumika wa kumzaa Yesu. Neno likatumika la kumzaa Yesu. Hiyo tu. Kwa hivyo ukisema Yesu ni mwana wa Mungu, Mungu kwanza hana sifa ya kuzaa. Sifa ya kuzaa ni ya viumbe na wanadamu. Hiyo nani akaviumba? Ni Mwenyezi Mungu aliziumba. Alafu si kazi yake ni kuumba? Unaniuliza alafu nini? Kazi ya Mungu ni kuumba, sio kuzaa. Ni wapi kwa Biblia? Okay, ni wapi kwa Qur'ani imesema kazi ya Mungu ni kuumba si kuzaa? Kwa Qur'ani sasa. Siko mingi sana. Somee. Ziko nyingi sana. Anasema tumsomee. Haya, Qur'ani ya Suratul Araf 754. 754. Ama tumsome 754 inasema. Naam. Inasema kwa jina la Mwenyezi Mungu mwenye kunimisha neema kubwa kubwa na ndogo ndogo. Inasema 54 inasema hivi. Ndio. Hakika Mwenyezi Mungu anasema hakika Mola wenu ndio ni Mwenyezi Mungu aliyeziumba mbingu na ardhi kwa siku 6. Mpe. Kisha akatawala juu ya arsh. Mpe. Mungu aliumba nini? Mbingu na nchi. Hiyo ni ya kwanza hiyo. Umeiona eh? Mungu aliumba mbingu na nchi. Si umeniuliza nikutolee ndio hiyo sasa. Alafu si umeniuliza kazi ya Mungu ni gani? Ni kuumba. Okay. Kwa hii nchi tuko na afya ni akina nani wako hapa? Si ni binadamu? Ndio. Kweli. Wanafanya nini? Wanafanya nini hao binadamu? Na sasa ndio. Sisi ni mfano wake. Hebu uliza swali lako. Asimu umesema hivi, kasi ya Mungu. Uliza swali. Uliza swali lako. Ameumba wa viumbe wanafanya nini? Wanafanya nini? Mpe huyu. Qur'ani 50:56. 51:56. Sikuwaumba majini na watu ila wapate kuniabudu. Mpe. Kazi ya Mungu amekuumba umwabudu. Umesemaje? Hujasikia? Mpe arudie. Haya, ameuliza
Umeuliza kazi ya Mungu, ndio Mungu anasema 51:56 kazi mwanadamu ameumbwa kwa sababu nini? Inasema sikuwaumba Nani? majini na watu ila wapate kuniabudu. Mpe. Kazi ya Mungu amekuumba ukue hapa duniani umwabudu. Hiyo ndio kazi yake. Ni kweli. Ndio. Aha. Si umeniuliza kazi yake nimekujibu. Sasa ulikuwa unasema hivi Mungu anaumba peke yake, si ndio? Ndio nikakwambia ameumba mbingu na nchi, si ndio? Hapa nchi tuko na binadamu, si ndio? Au binadamu ni mfano wa Mungu. Ndio maana akasema Adam katika kule shambani mwa Edeni, alikuwa peke yake. Kwanza hiyo unasema nisikize kwanza. Mtu ni mfano wa Mungu. Nisikize. La kusikiza. Nisikize. Ndio akamuumbia hivi, si ndio? Ndio akasema sasa tuenye tewali, tusahane, tufil tehad. Ndio maana hata ndio maana tukiwa katika Babeli, tunakumbuka Mungu akasema kuna maafa ya ardhi, si ndio? Ndio maana akaambia aumbe nini? Aweze kutengeneza ilikuwa Hebu ndugu yangu, hebu uliza swali. Watu wanakusikiliza, wanataka kusikia swali kutoka kwako. Ndio nasema hivi. Uliza swali. Sio kusema swali. Nataka swali. Wewe umesema kazi ya Mungu ni kuumba. Ndio, ni uongo ama ni ukweli? Ni kweli. Swali lako uliza. Alafu ukasema kazi ya mambo ya Mungu si kusaa, si ndio? Ukasema kazi ya Mungu si kusaa, si ndio? Ninakwambia Mungu ameumba nchi na ardhi, si ndio? Ndio. Na kaumba vilivyomo ndani. Ambapo sisi binadamu tuko wapi? Tuko hapo ndani. Kweli ama si kweli? Si ni kweli, tuko ndani ya ardhi. Tuko ndani ya ardhi, si ndio? Au wanadamu wanafanya nini? Na sisi ni akina nani? Qur'ani imesema umeumbwa muabudu Mwenyezi Mungu. Wewe unaonaje? Okay, ni kwa Qur'ani watu basi nasema okay, ni sawa, tumeona imesema kazi yetu tumeumba tumwabudu, si ndio? Uko na swali ndugu yangu? Wapo inasema tumeumba. Uliza swali kama uko na swali. Maana unasema ulisema hivi, umesema swali, uko na swali? Umesema hivi, Mungu amesema tumwabudu, ni kweli, si ndio? Alafu kidogo tu. kuna nini?